Idadi ya watu waliopoteza maisha kutokana na matetemeko mawili makubwa ya ardhi yaliyoikumba Venezuela imeongezeka na kufikia takriban watu 235 huku zaidi ya 1300 wakijeruhiwa vibaya, kwa mujibu wa taarifa za hivi karibuni kutoka serikali ya nchi hiyo. Operesheni za uokoaji zinaendelea katika maeneo yaliyoathirika zaidi, huku mamia ya watu wakiamini bado wamekwama chini ya vifusi. Matetemeko hayo yenye ukubwa wa 7.2 yaliyotokea kwenye tofauti ya chini ya dakika moja yakisababisha majengo mengi kuporomoka katika mji mkuu wa Caracas na jimbo la Guaira. Serikali imetangaza hali ya maafa katika maeneo yaliyoathirika vibaya zaidi. Vikosi vya uokoaji vilivyojumuisha wanajeshi, zimamoto na wahudumu wa dharura vinaendelea kutafuta manusura usiku na mchana, huku zaidi ya watu 200 wakiripotiwa kutolewa kutoka kwenye vifusi. Hata hivyo, mamlaka zinaonya kuwa idadi ya vifo inaweza kuendelea kuongezeka kadri shughuli za uokoaji zinavyoendelea. Mbali na athari za kibinadamu, mamia ya majengo yameharibiwa na kubomoa miundombinu muhimu ikiwemo uwanja wa ndege, barabara na huduma za usafiri zimeathirika, hali iliyozorotesha utoaji wa misaada kwa waathirika. Mashirika ya kimataifa na nchi mbalimbali wameanza kupeleka misaada ya kibinadamu, vifaa vya uokoaji na timu za wataalamu kusaidia juhudi za kukabiliana na janga hilo, huku Umoja wa Mataifa ukitoa wito wa kuimarishwa kwa msaada wa haraka kwa waathirika.